la timu yake. Lufunga anafanya kosa kule, penalty mapema kabisa. Novaut Lufunga ameshindwa kudhibiti ule mpira, alizidiwa maarifa pale na Aubrey Chirwa. Dakika ya 3 tu ya mchezo ikielekea ya 4, aliingia Aubrey Chirwa akaachwa nyuma. Anaweza kajiona na bahati mbaya sana Lufunga. Kumbuka mchezo wa kwanza wa Oktoba mosi mwaka jana, Simon Msuva anapiga kule, gol! Dakika ya 5 mapema kabisa, Young Africans wanaandika bao la kwanza. Bao la kuongoza linawekwa kimiani na Simon Msuva na anaongeza idadi ya magoli. Kinara wa magoli msimu huu kwa Yanga na kwa ligi nzima, Simon Epigodi Msuva anaandikia Yanga goli la kuongoza na goli lake la 11 msimu huu, na kuendelea kuwa kijana tegemeo kabisa wa Yanga, mabingwa watetezi wa ligi kuu Tanzania bara. Alimwangalia mlinda mlango, akauweka mpira ule kulia kwake, akaucheza kidogo kushoto kwake kuladhi, akaangalia kwa utulivu mkubwa, akaugusa kidogo, lakini hakuwa na la kufanya zaidi kuzuia Yanga isiandike goli la kuongoza. Simba wako nyuma kwa goli moja kwa Musoko. Anakwenda nje kutibiwa. Luandamina mwenyewe anatoa maelekezo la hatari, lakini Yanga wanashindwa kulitumia vizuri. Migomba cheza madalani kule, poteza nafasi pale. Nafasi nzuri, na unaweza ukasema ndio nafasi nzuri zaidi ambayo ameipata katika eneo la hatari. Kazi nzuri ya Ibrahim Ajib, anapiga kichwa ambacho Mohamed Said Ndemla anapeleka kwenda nje, goal kick. Tenga lango, lakini jaribio zuri, nia ilionekana japo haikuweza kuzaa matunda. Aliangalia, akanyosha na mguu wake wa kulia. Mohamed Ibrahim ananyosha mguu wake, anakamata maridadi kabisa goalkeeper Demunish. Kazi nzuri kitendo cha Mohamed Ibrahim kumove na ule mpira, na aina ya jinsi ambavyo aliachia ile kiki ama mkwaju ule, bunduki unaweza kaita. Kamusoko anapeleka mpira, goal kick. Mara ya pili anapiga, lakini anashindwa kulenga shabaha na mpira unakuwa haujai kwenye mguu wake tena. Simba anatoka, uko pungufu kwa wachezaji, hali ni ngumu mwenyewe. Kumbuka hii ni Azam TV. Kwa mpira kule, kamata goalkeeper Daniel Agay. Mohamed Ibrahim anatoka nje, nafasi yake anaingia nahodha Jonas Mkude. Bila wakuachi na wewe Sendemla Mavugo cheza kichwa kule, gol! Lodi Mavugo, kijana kutoka Burundi, kwa mara ya pili mfululizo Simba wanatoka nyuma wakiwa pungufu, wanafanikiwa kusawazisha. Mara hii bado dakika 24 hivi, 1-1 uwanja wa Taifa Dar es Salaam. Simba wamerejea mchezoni. Lodi Mavugo anaandika bao dakika 66. Lodi Mavugo anasindikiza ule mpira, kazi nzuri kabisa ile, anasawazisha bao. Simba 1 Yanga 1. Sasa kumekucha uwanja wa Taifa. Shiza Kichuya, nilisema kwa nini alikaa benchi. Pengine Omog alikuwa anajua hii kazi itumike vizuri kipindi cha pili. Anamwekea Lodi Mavugo, anafunga goli lake la 7 msimu huu. Moja ya wachezaji tegemeo kabisa. Mfungaji anayeongoza Shiza Kichuya na goli zake 9 kwa Simba, anamfanya Mavugo kufunga goli la 7. Kichwa anapiga mbele ya Vincent Andrew. Mjukuu huyu Juma Mahadhi ameingia.
Kichwa, goal kick. Demla tena, Said Hamis, Zamiru Yasin, Shiza inawekwa ndani kule, goal! Shiza Kichuya. Wahenga walisema mgaga anaupwa hali wali mkavu, au mtembea bure si sawa na mkaa bure. Shiza Ramadhan Kichuya anaamsha nderemo kwa upande wa Simba. Mfungaji anayeongoza kwa upande wa Simba akiwa na magoli 9, anafunga goli lake la 10 hii leo, msimu wake wa kwanza kitokea Mtibwa Sukari. Simba wakiwa pungufu wananyanyasa Yanga hapa, wanaandika bao la pili. Simba 2 Yanga 1, wanafunga magoli yote mawili wakiwa pungufu. Dakika 81 Simba wanaandika bao la pili. Shiza Ramadhani Kichuya alianzisha ile move, mpira ukaondoka, karudi tena kwake, alimchungulia tu goalkeeper namna gani amekaa. Angalia alivyosogeza ule mpira, akaweka mpira, goalkeeper anaangalia. Hii inaitwa unapaswa kujua kwa nini Kuchi alikosa manyoya shingoni, ndio anaambiwa hivyo. Goalkeeper Deogracias Munishi hakuwa na ujanja wowote wa kufuata ule mpira. Inamwezesha Shiza Kichuya kuandikia Simba goli la pili. Sasa likiwa la ushindi, lazima anunue vichwa vya habari. Goli maridadi, anafunga goli lingine maridadi. Tambo hizo George Rwanda, Mavugo anaweka kwa kule, anatandika bomba kule, anapotea nafasi nzuri kabisa kule. Wale wenye kuzimia sasa nao wameanza tena. Shiza Kichuya, wenzia anamwambia nyanyuka upesi, sema Hamadi Kibindoni kabisa. Huyu ni Haji Sande Manara. Haji Sande Manara, msemaji wa klabu ya Simba, mkali kwenye defense ya Yanga. Mwingine tena amedondoka huku, mpira umekwisha, mpira umemalizika uwanja wa Taifa Dar es Salaam. Simba wanaiondoa Yanga kwa kutandika goli 2 uwanjani hapa. Simba wanapata ushindi dhidi ya Yanga kwa mara ya kwanza baada ya kupita michezo 3 tangu ile 2015 Machi 8, siku ya wanawake, goli la Emmanuel Okwi. Tangu hapo wakafungwa mara 2 kwenye msimu wa 2015-2016. Mchezo mwingine wakatoka sare ya goli 1-1. Michezo 3 imepita bila kupata ushindi. Leo wanapata ushindi wa magoli 2-1, tena wakiwa pungufu. Kichuya anaonekana kuwa na furaha ya aina yake.